Siku moja baada ya Samia Suluhu Hassan kuzibipu nchi wahisani kwamba zisiingilie mambo ya ndani ya Tanzania, Marekani imemjibu vikali. Na katika kujibu huko, idara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kwamba inafanya mapitio ya mahusiano yake na Tanzania kufuatia vurugu, mauaji na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kabla, wakati na baada ya Oktoba 29. Kama mnaofahamu, hapo juzi Samia alikutana na genge la wazee walioitwa kuwa ni wazee wa Dar es Salaam, lakini inafahamika kwamba wale wazee walikuwa watu wa CCM. Na taarifa zilizopatikana jana zinaeleza kwamba wazee wale baadhi yao walitoka mikoani na walipewa posho ya takriban shilingi 30,000 kuja kuhudhuria katika huo mkutano. Kwa hiyo hawakuwa wazee wa Dar as such, bali walikuwa ni makada wa CCM waliokuja kumsikiliza Samia. Sasa huo mkutano wake ulitawaliwa na vijembe na maneno ambayo kwa kweli watu wengi yaliwakera. Lakini moja ya aliloliongelea katika mkutano huo lilikuwa ni kuwarushia vijembe, kuzirushia vijembe nchi wahisani, na akahoji kuwa wao ni nani wa kuhoji yanayoendelea nchini Tanzania. Akaenda mbali na kudai kwamba kama ni mauaji hata huko katika hizo nchi zinazopiga kelele pia huwa yanatokea, lakini Tanzania haingilii mambo ya huko. Yaani kimsingi, kwa vile Tanzania huwa inakalia kimya mauaji yanayotokea katika nchi nyingine, basi hizo nchi hazina mamlaka ya kusema lolote katika hayo mauaji yanayoendelea nchini Tanzania. Na ikumbukwe kwamba kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni inaelezwa kwamba idadi ya watu waliouawa inakaribia au kupita 10,000. Kwa hakika ni idadi kubwa kabisa. Lakini pia kumekuwa na changamoto katika kupata idadi halisi, kwa sababu kwa upande mmoja serikali mpaka leo haijasema idadi ya watu waliouawa. Lakini sio tu kutokusema kuwa idadi ya watu waliouawa, bali serikali haijakiri kwamba kuna watu waliouawa. Kwa hiyo kwa hilo linakwepa wajibu huo. Kwa upande wa mwingine ni kwamba kumekuwa na jitihada kubwa sana za serikali ya Samia Suluhu Hassan ya kuficha ushahidi wa yaliyotokea. Taarifa mbalimbali zinaeleza kuhusu kuwepo kwa makaburi ya halaiki ambapo maiti zimekuwa zikitupwa huko, lakini pia taarifa nyingine zimeeleza kwa maiti zimekuwa zikitupwa baharini. Vile vile kuna taarifa zilipatikana awali kwamba baadhi ya maiti zilikuwa zikipelekwa kwenye viwanda vya saruji kwa ajili ya kuteketezwa. Lakini kibaya zaidi, na hili tumelifahamu kupitia kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Father Dr. Charles Kitima, ni kwamba baadhi ya majeruhi waliofikishwa katika hospitali za Katoliki wakiwa hai, vyombo vya dola vya Samia vilitaka wauguzi katika hospitali hizo wawapeleke hao majeruhi kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti. Kwa maana nyingine walitaka wale majeruhi wafe wakiwa hai. Kawaida mtu anakufa akiwa hai, lakini mgonjwa akipelekwa hospitali anapatiwa matibabu. Sasa mgonjwa akiwa hai alafu kimpeleka moja kwa moja mochwari, maana yake umelazimisha kile kifo. Kwa hiyo haya ni baadhi yaliyojiri. Hata hivyo, katika hotuba yake juzi Samia amehalalisha kwamba nguvu iliyotumika ya kuua maelfu ya Watanzania ilikuwa ni halali, kwamba hao walioandamana walikuwa na lengo la kumtoa yeye madarakani. Akadai baadhi wamelipwa na maelezo kama haya, lakini pia alikwenda mbali na kusema kwamba hawakuwa na hoja ya msingi ya kuwafanya waandamane. Kwa hiyo majanga kama utekaji, majanga kama hali ngumu ya maisha, kwake yeye alikuwa ni vitu visivyokuwa na msingi. Kwa hiyo Marekani wamechukua huo msimamo mkali, na kwa hakika ni msimamo mkali sana, kwa sababu Marekani inapotoa tamko kwamba inapitia upya uhusiano na taifa fulani, hii ni moja ya hatua za juu kabisa katika maamuzi yake ya kidiplomasia. Na imesema kwamba hatua hii imetokana na mwelekeo, kutokana na hali ilivyo nchini Tanzania, ambapo hali ya usalama imekuwa ni mbovu, na vyombo vya dola vimekuwa vikishiriki katika kufanya ukatili, utekaji na mauaji. Na pia hapa Marekani haizungumzii tu matukio kuanzia tarehe 29 kwenda mbele, bali inazungumzia pia matukio yaliyojiri kabla ya Oktoba 29.
Na taarifa hii imetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, anaitwa Thomas au Tommy Pigott, na amesema kwamba kuna ukandamizaji mkubwa katika uhuru wa kujieleza, lakini pia kumekuwa na changamoto za kukabiliana na haki katika kukandamiza haki za binadamu, kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa na pattern mwendelezo wa ukandamizaji wa haki za binadamu. Sasa wakati haya yakijiri, pia kuna mengi ambayo yamejiri huko nyuma au mwendelezo. Kwa hiyo hii ni mwendelezo wa hatua mbalimbali ambazo zinaendelea kutokea kuhusiana na masuala haya ya Tanzania. Ikumbukwe moja ya hatua za kimataifa zilizochukuliwa ni majuzi tumefahamishwa kwamba jopo la wanasheria wameenda kufungua kesi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Na mshtakiwa wa kwanza katika kesi hiyo ni Samia Suluhu Hassan mwenyewe kama amiri jeshi mkuu, na ameshtakiwa kutokana na wimbi la mauaji yanayoendelea nchini Tanzania. Lakini pia licha ya hayo mauaji, pia wamejumuisha kuhusu haki za Wamasai, janga la utekaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo moja. Lakini pili, siku chache zilizopita bunge la Ulaya nalo liliamua kufanya maamuzi magumu, ambapo waliamua kwamba kiwango kikubwa kabisa cha fedha ambacho kinatolewa kwa Tanzania kama msaada kisitishwe kufuatia yanayoendelea, na wakaweka masharti kuwa kwanza ufanyike uchunguzi huru kuhusiana na hili wimbi la mauaji linaloendelea na waliohusika wachukuliwe hatua. Lakini wakaenda mbali zaidi na kutaka mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aachiwe huru. Na haya ndio yaliyopelekea Samia kufanya vijembe katika hiyo hotuba yake, ambayo kwa hakika ilikuwa kali sana, kwa sababu hakukuwa na dalili ya kuonyesha kwamba ni mtu mwenye majonzi, kwamba kuna maelfu yamepoteza maisha. Akawalaumu wazazi wa watoto kwamba wazazi kwa nini waliwaachia watoto wao waende mtaani kuandamana. Vile vile akawauliza hawa wanaohoji kwamba nguvu iliyotumia na jeshi la polisi ilikuwa kubwa, walikuwa wanataka polisi watumie nguvu gani? Kwa hiyo kwa hakika hakukuwa na kile kitu Waingereza wanaita remorse. Remorse ni ile hali ambapo mtu amefanya mauaji, lakini anapokwenda mahakamani anatoa machozi au anaonyesha majonzi kutokana na kile alichokifanya. Na remorse huwa inasaidia katika kesi wakati mwingine mtu kupunguziwa adhabu, kwa sababu inaonyesha kuwa ametambua kosa lake na kukiri. Lakini kwa Samia katika hili tukio la juzi hakuonyesha dalili yoyote kwamba ameguswa na aliyotokea, bali amehalalisha kwamba ilikuwa halali kwa vyombo vya dola kutumia nguvu kubwa kukabiliana na hao waandamanaji. Kwa hiyo pia pamoja na hatua nyingine ambazo zimechukuliwa, pia katika bunge la Marekani, kamati ya mambo ya nje ya Senate ilitangaza kulitolewa tamko na maseneta wawili, Jen Shaheen na seneta James Risch, ambao waliitaka serikali ya Marekani kufanya mapitio ya mahusiano yake na Tanzania. Kwa hiyo hili tamko la serikali ya Marekani kwa upande mmoja ni kama mwitikio kutoka kwa wito uliotolewa na hawa maseneta, na wao wamelipokea hili tamko la serikali ya Marekani kwa furaha kwamba walitoa huo wito. Na wao walijikita zaidi kutaka chama tawala, yani CCM, ichukuliwe hatua kwa sababu imeshiriki katika haya yanayoendelea nchini Tanzania. Na vile vile mashirika mbalimbali ya kimataifa yamekuwa yakieleza kuhusu hali ilivyo, ambapo idadi ya vifo bado imekuwa ni ikitofautiana kati ya taasisi moja na taasisi nyingine, lakini makubaliano ni kwamba kuna maelfu ya vifo ambayo yametokea. Lakini kama vile takwimu za hivi karibuni zinadai kuwa idadi ya watu waliouawa inaweza kufikia zaidi ya 10,000. Hata hivyo sio rahisi kupata idadi kamili kwa sababu serikali haijatamka, lakini pia ugumu wa kupata takwimu halisi. Hata hivyo kituo cha television cha CNN cha Marekani kimetoa mwangaza zaidi kwa sababu kimetengeneza documentary, na hiyo documentary imeonyesha makaburi ya halaiki, lakini pia maeneo ambayo kulikuwa na miili imerundikana ya watu waliouawa. Kwa hiyo hii kidogo inatoka mwangaza. Lakini pia ni muhimu kufahamu kwamba mara nyingi serikali ya Marekani inapotoa matamko kama haya, kama hili lilotolewa jana, huwa inapata ushahidi kwanza, na ushahidi wa aina hii huwa unapatikana kutokana na taasisi zake za kiintelijensia. CIA wana ofisi Tanzania,
na wao wanatumia teknolojia ya juu sana katika kupata ushahidi. Kwa hiyo yayumkinika kuamini kwamba satellite za CNN, za CIA, shirika la ujasusi la Marekani, litakuwa zilisaidia kupatikana kwa ushahidi, na huu ushahidi ambao umefikishwa kwa serikali ya Marekani mpaka kuifanya serikali hiyo kuchukua uamuzi huu mzito kabisa, kwa sababu katika mazingira ya kawaida Marekani inaposema kuwa inatathmini uhusiano wake na taifa fulani, hii ni hatua ya juu sana. Lakini katika maelezo pia kuna hatua nyingine, katika hatua nyingine, mwendelezo wa mambo mengine yaliyojiri ni kwamba taasisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nayo imetamka tena kutaka hatua kali zichukuliwe. Hawa ni wataalamu, jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameeleza kwamba kumekuwa na mashambulizi dhidi ya wananchi wasio na hatia nchini Tanzania, na ni ukandamizaji wa kupita mpaka, na Umoja wa Mataifa umeagiza kufanyika uchunguzi wa kina na usio na upendeleo kuhakikisha kuwa ukweli unafahamika kuhusu yanachoendelea nchini Tanzania. Na mwisho ni kwamba serikali ya Ghana imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kutoa tamko kuhusu yanayoendelea nchini Tanzania. Na nchini Ghana imeeleza kwamba serikali ya Ghana imeitaka serikali ya Tanzania kuviagiza vyombo vya usalama kuheshimu sheria, uwajibikaji na kulinda haki za raia, hasa wakati wa kuelekea maandamano yanayotarajiwa kufanyika Disemba 9. Na ni muhimu pia kuelewa kwamba haya yaliyojiri, kama hili tamko la Marekani, linajiri wakati kuna maandalizi haya maandamano ya Disemba 9, na dunia nzima itakuwa inatupia jicho kinachoendelea nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna uwezekano maandamano haya yakawa yasishuhudie mauaji yaliyofanywa na Samia kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kwa hiyo matarajio ni haya. Je, una maoni gani kuhusu? Basi karibu utoe maoni kwenye sentensi hii. Asante na kwaheri.